Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe uliye kiongozi kuendelea kufanya kazi katika kanisa au ndani ya kanisa katika kuzingatia mambo kadha wa kadha ambayo yanakuhitaji wewe kiongozi unayefanya kazi ndani ya kanisa Katoliki. Mimi ni Selina Joseph Matuja, niko pamoja na Baba Padri, mkurugenzi wa utume wa Walei Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia ni paroko katika parokia ya Mburahati, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tunakupongeza sana wewe mtazamaji ambaye umeendelea kuwa pamoja na television Tumaini, lakini pia tunakupa pole ambaye unapitia changamoto moja au nyingine. Na kwa kuanza basi, karibu tuanze kwa pamoja kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria kikao cha hekima, utuombee. Bikira Maria msaada wa daima, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na mpenzi mtazamaji, baada ya sala hiyo ya ufunguzi, basi karibu sana katika mada yetu siku ya leo, ambapo tunazungumzia haki, amani na uadilifu wa uumbaji. Yapo mambo mengi sana ambayo yanakuwa ni haki kwako au haki kwangu, lakini pia yapo mambo mengi sana ambayo yanasababisha kuwepo na amani. Yapo mengi sana ambayo yanasababisha kuwa na uadilifu, iwe kwenye kanisa, iwe kwenye familia na vitu kama hivyo. Lakini sana tunazingatia uumbaji. Mwenyezi Mungu amekuumba kwa namna gani? Na je, haya yote unayatekeleza au ninayatekeleza? Basi moja kwa moja nimkaribishe Baba Padri atupatie kwa muhtasari kidogo. Kama juma lililopita tulijifunza mambo mbalimbali, tukazungumzia pia kuhusu uadilifu, na dada mmoja hapa alimalizia kuhusu viongozi, namna ya kujitambua kwenye viongozi. Yaani kiongozi unatakiwa uweje. Karibu Baba. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante pia ndugu wewe mtazamaji wetu, mpendwa wetu. Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo ameendelea kujalia. Kama tulivyosikia kipindi kilichopita, lakini kubwa ilikuwa ni katika kujitambua pia. Wewe kama ni binadamu, lakini pia kama ni mbatizwa na kama ni kiongozi. Tunaposema kujitambua ni kuweza kujua wewe ni nani, kwa nini upo duniani, lakini sababu ya wewe unaondokaje duniani. Lakini pia kujua mipaka yako. Kujua uwezo wako, kujua udhaifu wako. Unaanzia wapi, unaishia wapi. Ndio hiyo tunaita swala la kujitambua. Kwa hiyo kama kiongozi lazima mtu anajitambua, na ni jambo la msingi sana. Ukiweza kujitambua, basi utaweza kuepusha mambo mbalimbali. Lakini pia utaweza kugundua kwanza kipawa chako, lakini zaidi namna ya kutumia kipawa hicho, lakini kipawa hicho kiwasaidieje binadamu wenzio. Ndio swala la kujitambua. Kwa hiyo tunapoongea juu ya karakana ya uongozi, ambao ndio somo letu nalipigia mstari kwa mwaka mzima, basi tunatembea katika haki, amani na uadilifu wa uumbaji. Tunapoongea juu ya uadilifu wa uumbaji, maana yake kila kiumbe hai kina sababu ya kuishi. Kila kiumbe hai kina sababu ya kulindwa. Kila kiumbe hai kina sababu ya kukaa katika hali njema. Maana yake tunaalikwa kutunza mazingira pia, sisi ambao ni binadamu. Ndio swala la kujitambua hilo. Na kwenye kutunza mazingira, hata wewe mwanadamu kutunza afya yako. Kwa sababu afya, mwili wenye afya uwe ndani ya roho yenye afya ndani ya mwili wenye afya pia. Kwa hiyo tunaendelea kuona kwamba kama Mkristo ili ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo idara yetu ya Walei inaendelea kukufahamisha na kukuelimisha na kukuelewesha juu ya uadilifu wa uumbaji. Sasa leo tunaendelea kumongelea huyu mwanadamu. Namna gani mamlaka inawajibika kumlinda mwanadamu. Na sisi katika idara yetu ya Walei, kipengele kile cha mwenyekiti kinaongea juu ya kamati ya malezi na familia
kwenye malezi na familia kuna afya pale. Sasa kwenye afya tunaiangalia familia namna gani inaweza kuwa na afya bora, baba, mama, watoto. Naona. Lakini pamoja na hilo, mwenyekiti anapoungana na katibu tunaongea kama familia ina afya njema. Kama familia ina tunasema hawa wanadamu wana afya ya akili, manake tunategemea kwamba amani iwepo, haki iwepo, lakini pia kuthamini uadilifu wa uumbaji, manake kuthamini uhai wa viumbe wengine pia. Kwa hiyo ndio katika hali hiyo tunakualika sasa, wewe kama Mkristo, mamlaka ya serikali ina sehemu yake, lakini wewe kama Mkristo na wewe una nafasi yako pia ya kuona kwamba unapaswa kusimamia jambo hilo. Ndio maana Baba Mtakatifu ametoa waraka wake wa Laudato Si ukitueleza kwamba sisi ambao ni wa Kristo tunakaa nyumba yetu moja ni hii. Na kama nyumba yetu moja lazima tuitunze, tuilinde pamoja na mazingira na sisi wenyewe pia. Kwa hiyo tutajikita sasa kwenye usimamizi pia wa mazingira, lakini tunamwangalia mwanadamu huyu namna ambavyo anaweza akawa mtu mwema, lakini pia anaweza akaribiwa na mazingira kwa kuto kujitambua. Sasa tunaongea juu ya madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya yako madawa ya aina mbalimbali, lakini pia tunaweza yataja kwa uchache hayo madawa ya kulevya ambayo pengine unayajua au mwingine hayajui. Kwa hiyo niataje tu kwa uchache machache. Najua tutaendelea kuelezana mengi tu. Kundi 10 madawa hayo. Na tunaona hapo Baba Padri katika wataalamu zaidi unakuta sisi wengine tunazoea kusema madawa, lakini wale kitaalamu utakuta wanatuambia dawa. Dawa. Maana madawa yanakuwa mengi, lakini dawa ni wanaziweka kiaina ndio. Sawa. Kuna bange, tuna bange zinalimwa, ukizitumia vibaya basi zinatuletea madhara. Kuna heroin, unafahamu, kuna mirungi, unafahamu, kuna cocaine, halafu kuna viayushi inaitwa gundi ya petroli. Baadhi ya madawa ni hayo pia. Kwa hiyo tunajaribu kuona kwamba tujifunze kwanza tabia za ujumla, kwamba kama unaona kijana wako form 2 mwaka wa pili wa chuo kikuu au tu mtaani amemaliza darasa 7 yuko na waya, kwamba baadhi ya tabia ukiziona zinaweza zika kufanya uanze kufikiri mara 2 mara 3, huyu kijana yuko sawa kweli? Pengine anaweza kuwa anatumia madawa kulevya pia. Kwa hiyo tutaziongea tabia, zipo 15. Kwa hiyo Mkristo unaweza ukaona namna ya kuwasaidia. Tabia ya kwanza tunaongea dalili za jumla. Tabia ya kwanza ni usiri na udanganyifu wa aendako au alipo. Kijana anaweza akakwambia kwamba ninakwenda shule, naona, lakini shule yenyewe kumbe haendi, naona, walimu kule hawamuoni mpaka muda fulani zaidi, pengine wiki zimepita au hata miezi imepita, ndio unakuja, mbona mtoto wako hatumuoni? Na yeye ukimuuliza, kweli nilikuwa naenda shule, ukimbana zaidi ndio anaweza akakwambia kwamba kwa kweli nilikuwa siendi shule, nilikuwa naenda mahali fulani, napitia kwa jamaa marafiki, ndio tunafanya mambo hayo pia. Tabia ya pili ni upotevu wa fedha au vitu vya thamani nyumbani. Upotevu wa fedha maana yake huyo ndugu anatakiwa anunue hivyo vitu, anunue hizo dawa au hiyo dawa hiyo, anunue ubange, anunue heroin. Sasa hela apate wapi? Kwa hiyo akikuta tu hela nyumbani anaiba, naona, au anaweza akachukua vitu vya thamani. Kwa mfano, baba una cheni yako, dada ana cheni, anaichukua anaenda kuuza ili akanunue hayo pia. Kwa hiyo ukiona hapo nyumbani kuna changamoto hizo, pengine ujue mmoja kati yenu hapo
pengine anaweza kuwa ameingia kwenye changamoto hizi pia. Tabia nyingine ya tatu ni kujitenga na familia na marafiki au kutelekeza familia. Wapo kina baba ambao wameingia kwenye changamoto hizi. Ametelekeza familia, anakoshinda hatujui, anachokifanya hatujui, yani yupo tu. Naona akija amelewa pombe, anavuta masigara, haeleweki. Na wakati mwingine kama wana familia hataki hata kujiunga nao pia, naona. Na hata marafiki aliokuwa nao hajiungi nao tena. Kwa hiyo tunaweza tukagundua mtu wa tabia hii pengine anaweza kuwa ameshaingia katika hali hii. Tabia nyingine ya 4, kuna wengine kwa madhara haya wanaacha kazi. Wanaacha kazi. Alikuwa anafanya kazi mahali fulani au ya kufanya kazi au kuandaa garden au kusafisha mazingira. Sasa kwa tabia hii basi na anaacha kazi kihovyo hovyo tu. Unamwona haeleweki. Nyumbani mkimuuliza kazi hatoi majibu yanayoeleweka. Basi mnaweza mkagundua kwamba hapa inawezekana kuna changamoto fulani. Tabia nyingine ya 5 ni kuishiwa fedha au kuwa na fedha zisizoeleweka. Kuishiwa fedha maana yake kwa sababu hela ile ananunua dawa, wakati mwingine zinamuishia, au kweli anaweza kuwa amepata hela hamjui amezipata wapi hizo hela. Kazi hana, lakini unaona ana vibungutu vya hela. Kwa lazima muulize, maana yake au anaweza kuwa ameiba mahali fulani. Kwa anakuwa na vitabia vya ajabu tu. Sasa tunaalikwa kuendelea kuwasaidia. Tabia nyingine ya 6, hasira za ghafla bila sababu za msingi. Ameambiwa tu hivi nyumbani, anazila, anaondoka mpaka saa 3 saa 4 usiku ndo anarudi. Aliambiwa mchana, kwa nini nguo zako ufui, zinanuka jasho? Unazivaa hivyo nguo zinanuka, kwa nini ukati kucha? Kwa nini uchani nywele? Anaona kwamba wanamfuatilia. Kwa anaweza kaondoka akarudi usiku sana, au anaweza akaondoka asirudi kabisa mpaka hata siku 2 au 3. Hasira ya ghafla. Anaweza akarudi nyumbani, chakula kweli kipo, lakini akaelezwa kwa nini unachelewa kula chakula. Tayari akakasirika, asili hata chakula chenyewe, basi akaweza kuondoka pia. Wakati mwingine hiyo, na ukigundua hilo basi ujue kwamba inawezekana kuna changamoto hapo kidogo kwa hiyo ndugu huyo. Tabia nyingine ya 7 ni kutokulala au kulala sana. Wakati mwingine unaona anaangalia tu movie paka saa 7. Unatoka chumbani unapita unamkuta anaangalia tu. Hajalala. Ama anachati ama yupo pia. Ama akilala, asubuhi imeamka, chai hajanywa. Mpaka wakati mwingine hata mchana saa 6:30 ndio mnaenda kumwamsha. Bado unaona amekoroma tu. Kwa hiyo naweza mkamuuliza kwamba changamoto yake ni nini. Hii ni moja ya dalili za jumla za watu wanaotumia dawa hizo za kulevya pia. Tabia nyingine ni kuongezeka au kukosa hamu ya chakula. Tunafahamu baadhi ya vijana hataki kula chakula, anataka ale biskuti tu, anywe viminika, Coca-Cola, unaona, visoda vipesi tu, hataki kula chakula. Naona mwili kwa kweli hauko katika afya. Au kuna wengine akipewa chakula anakula mpaka anasema wewe mtoto, hiki chakula unatupia shimoni au tumbo lako? Hakujibu. Kwa sababu wakati mwingine baadhi ya dawa zinamdai au zinaonyesha kwamba zina njaa mno, zinampa njaa. Kwa hiyo inabidi ale chakula kingi cha kutosha pia. Naona. Kwa hiyo ukiona tabia kama hizo, au mume wako kama ni mke, kwamba umeona kwa kweli huyu anavyokula si kawaida, au mna sherehe ya jumuiya, jamaa amejaza mlima Kilimanjaro mpaka mnasema jamani, hivi atamaliza kweli huyu au wako wawili? Lakini unashangaa akikaa ndani ya dakika 17 mlima umeshashuka. Anarudisha tu sahani. Anasema naombeni mniongeze na keki. Naombeni mniongeze sijui na sambusa. Naombeni mniongeze na bagia. Sasa Mungu wangu, mbona kijana mdogo huyu? Na ukiangalia tumbo lipo kawaida tu. Kwa hiyo mnaanza kujiuliza pengine huyu si kawaida pia.
Tabia nyingine, kuchangamka au kuchoka sana. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu amechangamka kuzidi ile kawaida, anaongea maneno anakoyapata hata hatujui. Sasa mbona kijana amechangamka sana siku hizi? Maneno anakoyatoa hatuelewi. Hakuwa muongeaji, lakini anavyoongea mpaka anasema Lakini maneno yakuwa mengi, kuchangamka sana au kuchoka sana. Wakati mwingine mnampa kazi hawezi, kwa sababu ya hiyo madawa tayari ameshaanza kutumia dawa hizo. Sifa nyingine ya 10 au tabia nyingine, kuto kujijali. Hakati kucha, hafui nguo, hataki kuoga vizuri, hachani nywele vizuri, viatu ovyo ovyo. Anaweza kuwa anatembea na malapa tu. Ukiangalia miguu kama ametoka kulima majaruba. Siku 2 zote. Na hajali yeye. Nywele hazijachana siku 2. Hajali yeye, anaona kawaida tu. Hata mswaki wakati mwingine hajaswaki. Siku hata 2 hajali. Kunao sote hajali. Kwa hiyo tunaona kwa namna hii basi inaweza kuwa ni tabia mojawapo ya mtu ameanza kutumia dawa. 11, anakuwa mtu wa wasiwasi na kujishuku. Hela zimepotea. Mnaanza kuuliza, jamani, nani kachukua hapa hela mezani? Tulikuwa tumeandaa hela kwa ajili ya kwenda kununua mboga. Wao nauliza, sio mimi. Sio mimi. Mimi kwanza nilikuwa hapa tu, sijaona mtu yoyote au fulani mtu alipita. Basi unaona mtu ana mashaka tu na kujishuku tu. Naona wewe unazo kweli hizo hela? Sasa mimi nitaibaje hela? Basi mnaanza kuvutana hapo, lakini msingi ndio amechukua pia. Unaweza kuwa umeweka shilingi 100,000, akatoa shilingi hata ngapi, 12,000 au 18,000, anachomoa kiasi kwamba wewe mpaka ukagundue wakati unaenda kununua. Unaona kibunda tu kina 100,000, lakini ukienda kukiangalia hakijakamilika. Naona katika 10,000 anaweza katoa 2,000. Ukiona unaona kama ni 10,000, lakini ukienda kwenye huduma, mbona imebaki 8,000? Na niliweka hapa, mbona tuko hapa wote? Kwa hiyo unaweza kukuta kijana amechukua hapo, anatumia ujanja mwingi sana. Tabia nyingine, ugomvi au ugomvi na lugha za matusi. Yapo matusi mazito ambayo ukiona kijana mpaka anasema Mungu wangu. Mungu atusaidie. Kwa matusi haya sio kawaida yake, lakini unaona matusi anayotoa mpaka unaogopa. Halafu tabia nyingine ya 13, wizi na utapeli. Naanza sasa kukwapua simu za watu, na ukiona simu ya 400,000, simu inauzwa shilingi 70,000, ogopa. Ogopa. Au nakuta mtu tu anatapeli kwamba kuna wengine anauziwa viwanja mara 2. Naona kuna mtu anaweza kufanya tu utapeli wa kitu fulani tu. Bwana, ukifanya hivi inakuwa hivi, ukifanya hivi inakuwa hivi. Yeye nipeni tu hela. Wapo matapeli ambao anasema nipe hela mimi naenda kuwaletea magari. Sasa magari, wewe connection yako iko wapi? Kumbe zile hela anaanza kufanya biashara ya mambo hayo pia. Naona. Kwa hiyo lazima kujiangalia. Sifa au tabia nyingine ya 14 ni kuchanganyikiwa au kubadilika kwa hisia mara kwa mara. Kuchanganyikiwa, anaanza kufanya vitu vya ajabu. Kuna mwingine anaanza kutembea kifua wazi. Hivyo tu, ametoka hivyo tu anapita mtaani. Naona. Lakini bounce wenyewe ukiangalia vifua vimbavu hivyo unaviona, yani kifua chenyewe kama sijui cha nini. Lakini basi ndio ameanza kutoka hivyo pia. Unamuona huyu si kawaida. Na matendo anayofanya nyumbani hayaridhishi. Ama kupiga watu, ama kuongea hovyo hovyo, anaongea tu mwenyewe. Ukimwacha kwenye TV anaongea mwenyewe, akiwa anatoka anaongea tu mwenyewe. Sasa baadhi ya watu au vijana wa mtindo huo na kubadilisha hisia kabisa. Nyinyi mnawaza hivi, yeye anawaza kitu kingine kabisa pia. Kwa hiyo tukiona namna hiyo, tuone namna ya kuweza kusaidia. Na tabia nyingine ya 15, kusononeka. Mtu anasononeka kwamba
wenzangu wote niliomaliza nao darasa 7 sasa hivi wako vyuo vikuu na degree, mimi mpaka leo sijapata degree. Naona wenzangu wote waliomaliza form 4 au nini wameendelea, wamepata kazi. Analaumu hapo nyumbani, lakini aliacha form 2 mwenyewe, amevuta bange vya kutosha, ameenda kuungaunga huko. Sasa inafika wakati fulani anakuwa anajilaumu tu, jamani angalia mimi nilivyokonda jamani, wana wenzangu wanene jamani. Naona jamani angalieni, yani mimi jamani, mimi hapa nyumbani ndio nimeonekana kama situnzu mimi. Kwa analalamika nasononeka tu moyoni. Ukiuliza kwa nini unasononeka, yani mimi sina kazi, wenzangu wana kazi. Analalamika nyumbani hapo. Wengine wanapelekwa shule, wanapewa hela ya shule, mimi hata sipewi. Wengine wanasindikizwa mpaka wanapelekwa kwenye stendi ya mabasi mpaka shuleni, mimi sisindikizwi. Nipo tu hapa, wanijali nyumbani. Kwa hiyo wakati mwingine hizo ni baadhi ya tabia ambazo anayetumia dawa za kulevya basi anaweza kuwa katika hali hiyo pia. Naona sasa kwa wale ambao wako shuleni ama chuo kikuu, naona shuleni ama sekondari ama shule ya msingi au kazini, yapo baadhi ya mambo ambao wanaweza kuyafanya: kuacha shule au kuwa mtoro. Haji shule kabisa. Kama ni chuo, nyewe mlimpangia chumba, mkifikiri kwamba anaendelea tu kusoma, lakini kimsingi haendi chuo. Semester 2 zote zimepita bila. Yeye anafanya mambo yake tu. Mnampa hela, mnafikiri za matumizi, anapika chakula mwenyewe, lakini hizo hela anaenda kununua dawa za kulevya, anaenda kuzulula tu huko ovyo ovyo. Ni mnafikiri kwamba mtoto wenu anasoma. Kumbe hivyo. Unampa ada akalipe form 2 baadhi ya shule, lakini hizo hela anaenda kununua dawa au anaenda kununua bangi. Kwa hiyo tukiona hilo, tuone namna ya kuwasaidia. Lakini nyingine ni kushuka kimasomo. Kushuka kimasomo. Unaona alikuwa anajitahidi kabisa, lakini sasa unaona ukipata ripoti yake yuko chini kabisa. Mpaka unajiuliza imetokea nini? Na aeleze vizuri, unaona haongee lugha vizuri, kwa ujue kwamba inawezekana ameanza mambo hayo. Halafu nyingine ni kukosa nidhamu. Kukosa nidhamu kwa walimu, kukosa nidhamu darasani, kukosa nidhamu katika mazingira ya shule. Anaweza kufanya kituko cha ajabu kabisa mpaka wamesema jamani, huyu mtoto kulikoni? Kumbe tayari ameshaanza kutumia dawa hizo. Ameshaanza kutumia dawa hizo pia. Naona. Nyingine kulala darasani. Walimu mnafahamu kabisa. Wapo wanafunzi unaanza kufundisha, yani ikifika dakika ya 6 tu au dakika ya 7, haujamaliza dakika 45 tayari usingizi. Na anakoroma kabisa. Haumwi, sio kama anauma malaria. Ujue kwamba kijana huyo pengine, na hasa wale form 2 wa vyuo vikuu mwaka wa pili, unaona wako katika changamoto hizo pia. Lakini nyingine kukosa umakini na kupungua kwa kumbukumbu. Kazi amepewa ya kuorodhesha kama ni ofisini, kuorodhesha watu wote ambao wamechukua bidhaa fulani hivi. Sasa ukija kuangalia jioni alichokiandika, sasa umeandika nini? Hasa ndio hivyo bosi, ukiangalia bidhaa zilizotoka ni nyingi kuliko alizoandika. Au alizoandika ni chache, zimetoka nyingi pia. Kwa hiyo unaona kabisa hata alivyoandika, mbona sio utaratibu wa kuandika. Utaratibu tunaandikaga hivi na kuwa hivi, serial number hivi, koroga. Waanze kuona kwamba hapo mfanyakazi wako hapo kuna mtihani pia. Kuna mtihani. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ambazo mtu unaweza ukaziona katika kuona namna ya kuwasaidia binadamu. Sasa dalili kulingana na dawa iliyotumika. Tutaanza na bangi. Bangi ni bangue, nifanye kitu fulani. Watu wengine wananuia, lakini kwa Mwenyezi Mungu sio sawa, kwa sababu unaharibu hekalu la Mungu. Mwili huu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapaswa ulitunze. Sio mali yako, ni mali ya Mungu. Wewe tunza tu mwili vizuri mpaka Mungu atakapouchukua, basi unakuwa umemaliza kazi yako. Wale wanaovuta bangi, dalili ya kwanza, harufu kali ya moshi wa bangi. Yani ukinusa tu, wewe mwenyewe unapiga chafya. Sema hapa kuna usalama kweli hapa? Unaona kuna mitaa ukipita, unaona mwenyewe mpaka unasema Mungu wangu.
hapa ngoja nipite haraka nisije nikanyang'anya hata simu. Naona dalili nyingine ya pili, macho mekundu na mboni kupanuka. Mboni hiyo mpaka nasema jamani, huyu jicho mbona limekuwa kali hivi jekundu asubuhi? Nasema kimetokea nini kwa kijana wangu? Au mnaenda jumuiya asubuhi, namwona kijana macho mekundu jicho hilo, mpaka nasema jamani, kuna usalama kweli hapa? Akikuangalia hivi nasema hapa si kawaida, mwanajumuiya mwenzangu huyu, hebu tumsaidie. Dalili nyingine ni kuhisi vitu visivyokuwepo, hivyo hucheka au kuongea peke yake. Unaona amevaa shati na baada ya kuvaa shati anafikiri kama kuna mdudu. Wakati mwingine unaona kama anajipa, kama anatoa vile. Sasa unatoa ni mbona shati yako safi? Kuna uchafu hapa. Yeye anaangalia anafikiri kuna uchafu, kumbe kivuli tu. Yeye unaona yuko busy. Anasafisha. Lakini ni kwamba yeye kichwani kwake anawaza kama kuna uchafu. Lakini kimsingi hakuna uchafu pia. Kwa hiyo wakati mwingine naona kuta anacheka mwenyewe tu. Ujue hapa kazi imeshaanza. Hapa kijana form 2 hivyo, kijana wako ambaye ameweza darasa 7 hivyo anafanya kazi ya ujenzi, kibarua shaanza kupiga ile. Unaona anacheka cheka tu ovyo. Mpaka anasema Mungu tusaidie. Dalili nyingine kwa wale wanaovuta bangi, hasira kali za ghafla. Hasira kali za ghafla. Anaweza kakaa na angalia TV, mkibadilisha tu channel atawasha moto hapo, mpaka anasema jamani rudisheni kwenye mpira, rudisheni kwenye mpira. Au anaweza kuwa anaangalia tamthilia fulani, ole wako ubadilishe, hata kuashia moto mpaka anasema ngoja tutoke tumwache hapa sitting room peke yake. Bangi ni bangu hiyo. Naona dalili nyingine kwa wanaovuta bangi kama ujui, kuwa na furaha isiyoeleweka, kuongezeka kwa hamu ya chakula kama tulivyosema. Yeye unamuona kijana na furaha, tuna msiba lakini ana furaha mpaka anasema Mungu wangu, ujipenda na marehemu asife afe. Au yeye unaona anavyocheka cheka na vicheko vile vya kugonga kabisa. Kama anasema jamani wewe hebu mtoeni mpeke huko. Hataki. Ataka hapo kwa watu wanapoomboleza. Tunaimba sisi nyimbo za maombolezo. Mwenzetu ndio kwanza anacheka. Naona. Tabia nyingine, kuongezeka kwa mapigo ya moyo. Wakati mwingine unaweza kumuona jasho linamtoka, yani unaona hayuko katika utaratibu. Anahema tu. Nasema vipi mwenzetu? Bangi hiyo. Tabia nyingine, kutumia vitu vinavyoondoa harufu ya bange kama Big G, kutumia ubani, muda wote anatafuna Big G. Sema Big G hiyo haishagi, anatafuna tu. Ikiisha anaongeza nyingine, ikiisha ili kutoa harufu mdomoni. Tabia nyingine au dalili nyingine, kutokuwepo kimawazo. Mnaweza mkakaa mnaongea kitu fulani, unaona kadua pakaambia wewe fulani, sema ndo anashtuka. Ujue hapo kuna shughuli hapo. Hata mwalimu unapofundisha unaona kijana amedua, anaangalia, unaweza kufika kama anakuangalia kile kimsingi hayuko hapo pia. Anawaza vingine pia. Dalili nyingine, kukauka midomo. Tunaangalia midomo ama huku ama hapa. Mdomo umekauka mpaka wanasema ndugu yangu vipi? Mbona midomo imekuwa mikauka hivyo? Hujanywa maji? Sasa niko vizuri tu. Tumpe maji. Midomo imekauka kabisa. Haya, ya 10, tabia nyingine au dalili ya kuvuta bange, huamsha magonjwa ya akili yanayojitokeza kwa vipindi mwezi mchana, wanaita mwezi mchanga. Yeye unaona kabisa ikishafika mwezi wa 3, mwezi wa 3 tarehe 17 mpaka mwezi wa 4 tarehe 12, hapo kwa kweli mpaka Pasaka labda inapita, yani yuko na hali ngumu tu. Baada ya Pasaka kupita, mwezi wa 5 huko anakaa vizuri. Subiri mwezi wa 9 tena. Mwezi wa 9 ukianza tu tarehe 4 shughuli mpaka mwezi wa 11. Yani kwa mwaka wanasema jamani huyu kijana msaidieni.
Kimaliza mwezi wa 12 napita vizuri, Krismasi, mwaka mpya napita vizuri. Mwezi wa 3 tu kianza, basi shughuli inaanza. Sio yeye. Kwa hiyo kwa madhara wanaovuta bange ni hayo. Twende heroin. Heroin ni dawa za kitaalamu kidogo. Hizi dawa zinatengenezwa kwenye viwanda. Nadhani tumwambie mtazamaji kwamba tumeona dawa za kulevya ambazo zinatumika katika kilimo. Kilimo ndio pamoja na hizo bangi na vitu vingine. Lakini wengine wanakuambia tu hiki ni kichangamsha mwili. Kichangamsha. Lakini kichangamsha tumesikia madhara yake hapo. Haya, twende hizo za viwandani. Heroin hiyo. Heroin, dalili yake wanaotumia heroin madhara. Madhara. Tuseme kwanza dalili. Dalili. Maana ujue ukiona dalili ujue anatumia bangi. Ukiona dalili ujue anatumia heroin. Sawa. Kusinyaa kwa mboni ya jicho na kuonekana kama nukta. Kana kwa kadogo. Ukiangalia vizuri unajua hapa kijana huyu tayari kitu. Pili, kujikuna mara kwa mara. Kama anawashwa vile, anajikuna mgongoni, anajikuna huku, mwenzetu vipi? Yaani aseme, anajikuna miguuni hivyo, kwenye vigimbi, yeye anajikuna tu. Dai nyingine, kama ananusa pua zinaonekana kuwa nyekundu au kuiva. Ushaona ni pua ukiangalia hivi, pekundu huko. Sasa jamani hapa, kwani una mafua? Sina mafua. Sasa vipi? Hatoi maelezo yanayoeleweka. Dalili nyingine ni kukosa hamu ya kula na kupendelea vyakula vikavu na vinywaji laini. Vyakula vikavu kama biskuti hivi, na vinywaji laini. Vinywaji laini manake tuna soda tunaongea. Mirinda, Pepsi, Coca-Cola, Sprite hivyo yani. Anapenda. Naona sasa mimi naomba niongee tu Sprite au Coca-Cola tu. Naona. Dalili nyingine, uchovu na kutaka kulala. Uchovu wa kutaka kulala. Wewe asubuhi tumeamka mtu anataka kulala. Na mkuta amejikunja kwenye makochi. Usingizi. Yaani tunaamka sisi tunaenda kazini, wewe umeamka baada ya kuswaki unalala tena. Kulikoni. Nyingine ni kupoteza uzito. Alikuwa kabonge, sasa kwa kweli mpaka unamhurumia. So jamani kijana wetu vipi? Nyingine ni kukosa choo. Kukosa choo. Unafahamu wakati mwingine. Sababu sisi tunaenda tu kule kwenye ofisi kubwa ya ubinadamu, wewe vipi? Paka siku 2 bila. Haya. Nyingine ni kupumua taratibu. Taratibu. Kuongea pole, joto kupanda, mikono na miguu kuwa mizito na macho kulegea. Yaani ukimwona macho yake unajua kabisa huyu teja huyu. Yaani unamuona hata anavyoongea, oya, masela vipi? Yaani lugha yake mpaka unasema Mungu tusaidie kijana huyu. Ndio kijana wetu form 2. Ndio kijana wetu tumemtuma kwenda chuo kikuu mwaka wa 2 yuko hivyo. Nyingine, iwapo atakosa heroin, dawa hii atapata arosto yenye uchovu mkali wa mwili, kutetemeka, kuhisi kutambaliwa na vitu mwilini, mafua, kutapika, kupiga miayo, kuwa dhaifu na kushindwa kuwa na utulivu, kukosa furaha, mwili kuuma kila mahali, kuharisha na homa. Dalili hizi hudumu kwa saa 48 hadi 72 na kufikia ukomo baada ya wiki moja. Katika kipindi hiki mtumiaji anafanya matendo ya kihalifu kupata fedha ya kununulia heroin. Ndio hao vibaka. Yaani ukishangaa tu kaisha kwa pua simu. Au anakuwa na kisu, anakutisha. Na hiyo simu yenyewe anaanza kuuza hela ndogo tu. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo vijana wetu wanajikuta wako katika hali hiyo pia.
Naam, Baba Padri, nadhani tupate mapumziko mafupi na kisha tutakaporejea utaweza kutuambia wewe pia ni namna gani basi ambavyo tunaweza kujitahidi kuwasaidia hao vijana au wanajamii ambao kwa kweli ndani ya kanisa tunaweza tukasema tunaangamia au tunakosa utulivu na tunakosa ule uadilifu ambapo Mwenyezi Mungu ametuumba kwa namna fulani na tuenende katika hiyo, basi tunaharibu pia hekalu la Roho Mtakatifu. Tupate mapumziko. Na mpenzi mtazamaji wa Television Tumaini, ikiwa ndio kwanza unafungua televisheni yako, kumbuka tu ni kipindi cha Walei Tuzungumze, ambapo leo mada yetu inazungumzia haki, amani, uadilifu na uumbaji, yani uadilifu wa uumbaji. Lakini leo tunagusa hasa kutazama madhara ya kutumia dawa za kulevya, na hii inawalenga hawa watu wanaohusika na kamati ya malezi ya familia ndani ya kanisa, kwenye wale viongozi kuna hicho kikundi. Kwa hiyo hiki kikundi kinatakiwa kusimama na kuwaelimisha watu wao namna gani ndani ya uongozi, hasa katika hii kamati ya malezi ya familia. Na leo baba anatufafanulia madhara ya dawa za kulevya. Hebu twende sasa tuone namna gani unaweza ukawasaidia hao watu ambao unawaongoza katika kuhakikisha wanatoka kwenye uraibu wa matumizi ya dawa za kulevya, kwa sababu wao pia ni watoto wa Mungu, wanahitaji kusaidiwa na sio kutengwa au kunyenyapaliwa. Naona kuna hii kitu. Ndio kwa kweli imekuwa ni shida kwenye jamii. Maana jamii inaweza ikakunyanyapaa, ikamtenga na ikawa haimthamini tena, kwa maana sisi tunakuwa tena tunakataa na tuthamini uumbaji. Nikwambie tu kama una swali, lakini pia kama una maoni, namba zetu zinapita hapo chini kwenye runinga yako, basi chukua hiyo namba uweze kutuandikia. Lakini baada ya baba kutuambia namna gani sasa watu wanaweza kutoka. Asante. Kwanza tuseme tu madhara kwa ujumla. Madhara kwa ujumla, kwanza madhara ya kwanza ya kiafya. Kwamba unapotumia dawa ya kulevya au dawa za kulevya pia inaweza kasumbua afya yako pia. Afya mwili ukaporomoka au kujikuta unaingia kwenye magonjwa mbalimbali pia. Unaona, kwa sababu ni rahisi kupata maambukizi pia ya ukimwi kiafya. Lakini pia madhara mengine ya kijamii. Tunajua kwamba wewe kijana tumekuzaa, tunakutegemea. Sasa badala ya kuwa sisi tukutegemea, wewe unaanza kututegemea tena. Unaona, lakini pia huyu msaada tena kwa jamii pia. Unakuwa tegemezi. Na hufanyi chochote, yani hauzalishi kwenye jamii pia. Haufanyi kazi. Kwa hiyo sasa inakuwa ni shida pia. Ambao tulitegemea wewe kijana mwenye nguvu, miaka 22, miaka 27, miaka 32, miaka 40 uchape kazi. Lakini sasa unabaki unalala tu nyumbani na unatoa udenda pia. Unaona. Lakini pia madhara mengine kiuchumi. Taifa linategemea nguvu kazi kutoka kwa vijana. Wachape kazi. Sasa baada ya kuchapa kazi unapola watu. Baada ya kuchapa kazi unakula biskuti tu na soda. Utafanyaje kazi pia? Nguvu itakuwa imekupungua. Haiwezi. Mwili wako utakuwa dhaifu. Ndio. Alafu madhara mengine ya kisiasa. Tunatamani tuone vijana wanaibuka pia hata kuingia kwenye siasa pia. Kuingia kwenye wao vijana wa kike wa kiume, lakini kwa sababu umeingia kwenye tabia hizo hautaweza. Tunakuinua utoe sera zako, unaanza kutukana watu. Kwa hiyo bado hata kwenye siasa unakuwa sio tegemeo tena. Halafu madhara mengine ya kimazingira pia. Unapotumia dawa hizo kwanza zinalimwa. Tunalima pia mazingira pia. Baada ya kulima mahindi, baada ya kulima ufuta, alizeti, tunalima hayo pia. Sasa hata wanaotumia pia kimazingira wakati mwingine unaweza mtu amechoma poli tu. Na katika namna hiyo basi bado haikai vizuri. Tunapoongea kuharibu mazingira pia, kwa mfano wanaotumia sindano.
wanajichoma ili kupata hiyo dawa, si ndio? Anatupa tu sindano pale. Sindano inaweza kumchoma mtu pia. Naona tunaharibu mazingira pia na kadhalika. Kwa hiyo hayo ni madhara kwa ujumla wake. Sasa tuongee mbinu za kujiepusha na matumizi ya dawa hiyo ya kulevya. Namba 1, kuwa na marafiki wasiotumia dawa za kulevya. Yaani maana yake wewe ni kama mwanafunzi, kama ni mfanyakazi, hakikisha marafiki zako wanakuwa ni wema. Yapo yale magrupu ya vijana wanaokuwa pia mitaani pia wanashauriana. Dar es Salaam kuna Panya Road. Vijana wadogo tu miaka 17, wengine miaka 22, wengine miaka 23, wengine miaka 19, wengine ndio miaka 16 kabisa, wanashauriana namna kuvuta bangi. Na wanaambia kabisa zinapatikana wapi na nini pia. Kwa hiyo katika mazingira hayo tunapaswa kuona namna tunakuwa na marafiki wema, na tungeweza kusema katika kanisa Katoliki kuwa na watu sahihi. Watu sahihi ni watu wanaokusaidia, watu wanaokukosoa pale ambapo unakuwa na changamoto pia. Lakini pia mbinu ya pili ni kukaa mbali na maeneo ambapo dawa za kulevya zinatumika. Kuna baadhi ya mitaa ambayo kwa kweli yani vijana wameshajiwekea tu kwamba ukipita mtaa ule unasikia tu harufu. Kwa hiyo usipite kule, usifanye na kakaa tena kule niongee na wale vijana. Hapana. Pita njia nyingine kabisa. Wewe mwanafunzi unaotoka shule, kama njia ni hiyo pita haraka. Lakini usikae unaanza kuongea tena na wale watu, kwa sababu ni vijana wako hapo, wana mambo yao pia. Pamoja na kuvuta bangi hizo, lakini wanapanga mipango yao fulani ambayo sio mizuri pia. Kwa hiyo ili kujiepusha nao, usipite katika maeneo hayo au usikae sana katika mazingira hayo pia. Mbinu nyingine ni kuomba ushauri unapokuwa na matatizo. Unakuwa na matatizo, kwa mfano una marafiki wanakushauri kwamba hebu anza kuvuta sigara. Anza kuvuta sigara ndio unakomaa hivyo, hamna shida. Unaona? Unaanza kuvuta sigara. Baadaye wanakusokotea ile yenyewe kabisa ile. Unaona? Hebu piga moja, piga pafu ya pili, piga pafu ya tatu, unaona kichwa kwa kweli kimeanza kuzunguka. Nasema hebu tulia kwanza. Leo mara moja hivi. Wao wanaendelea. Kesho tena unajaribu. Sasa katika mazingira haya ukishaona hali hiyo, sio kwamba ujaribu, nenda nyumbani. Sio wanafunzi wenzangu wananiambia nifanye hivi, wanachuo wenzangu wananiambia nifanye hivi, nifanyeje jamani? Utashauriwa, achana nao pia. Namba 4, jifunze mbinu za kukabiliana na changamoto za maisha. Kweli una hela, inabidi ufanye kazi. Kama ni mwanafunzi unajua unapewa pocket money na wazazi, itumie vizuri. Kuitumia vizuri kwa maana ya chakula. Sio uanze kuwaiga wengine, unanunua simu kubwa, unanunua makorokoro mengi tu ya ajabu ambayo hayana msaada sana kwako katika safari yako ya masomo pia. Kwa hiyo unapopitia changamoto hizo, omba msaada pia kwa mzazi au mlezi, watakusaidia. Na sio wanajumuiya tupo katika kuona namna ya kukusaidia. Mbinu nyingine ni kutathmini udhaifu wako na ujiwekee mikakati ya kukabiliana nayo. Kama udhaifu wako ni marafiki hao, ukiwa nao unashindwa kujizuia, basi jipe mkakati wa kujipa kazi au taratibu. Nikitoka shule mimi moja kwa moja nyumbani, na nikitoka nyumbani moja kwa moja kanisani, nikitoka kanisani moja kwa moja nyumbani, na wale wanaofanya kazi. Nikitoka kazini moja kwa moja nyumbani, nitoka nyumbani moja kwa moja kanisani, kazini nyumbani. Kuwa na pembe tatu hiyo pia. Na usipite tu tena vijiweni kuwapa hai hao washikaji, hapana. Jiwekee mkakati huo, kuona basi tu unasali rozari tu. Ukiondoka nyumbani sali rozari wakati unaenda kanisani. Kutoka kanisani wakati unaenda kazini sali rozari. Kutoka wakati unatoka kazini unaenda nyumbani sali rozari. Yote ni mpango mikakati ambao unajiwekea katika mbinu kujiepusha na hilo. Alafu nyingine kuwasikiliza wazazi na walezi. Wazazi wana maadili mazuri, wanatuelekeza, lakini pia wapo wazazi wengine ambao kwa kweli pasua kichwa. Yaani mzazi anachokifanya mpaka wanasema pombe, matusi, ufanyeje sasa? Sikiliza sasa walezi wako wa kanisani. Maana wazazi wapo waliokuzaa kimwili, wapo walezi, lakini pia wapo wazazi kiroho, baba yako wa kiroho, wapo viongozi wa jumuiya, wapo mapadi, masista, mabrother, unaona, wapo watu waliokuzidi,
basi omba ushauri, sikiliza pia maelekezo yao pia. Halafu nyingine, kuzingatia mafundisho ya dini. Wale waliomaliza kipaimara, baadhi yao wanapotea, hawaji tena kanisani. Ukiwauliza tayari wameshajiunga na makundi ya ajabu wa kupata ujauzito, wamepata ujauzito kama wa kike. Vijana wameshaanza kujiunga makundi ya kupora watu, hawaji tena kanisani. Hata wazazi wenyewe, yani wapo vijana wanakaa ghetto, aishaondoka nyumbani anakaa ghetto na vijana wenzie pia wanafanya mambo ya ajabu mitaani pia. Na baba wakati mwingine wazazi hata hatufahamu. Kwa hiyo tunawaalika waanze kwenda kwenye dini, kanisani, kusali. Jamani, viwawa, tushirikiane kuwasaidia. Kuwe na timu ya mpira, kuwe na timu ya netball, kuwe hata na kikundi cha ngoma, kuwe hata na kikundi cha kusoma neno la Mungu, kuwe hata na kikundi cha usafi wa mazingira pia, kupanda miti. Naona. Kwa hiyo vitu hivyo kuwepo na wanaita chama cha miito, chama cha miito. Alafu nyingine ya mwisho, kuepuka kujitenga na kukaa bila shughuli za kufanya. Wapo wazazi ambao mtoto anaamka asubuhi, kwa mfano wale wamaliza form 4, wanasubiri kwenda form 5. Yeye anaamka, yeye yuko na simu, baadaye yuko na TV, baadaye anazurura mtaani. Mzazi, kwani usimpe kazi huyo mtoto? Huyo kijana huyo anazurura tu ovyo, hujui hata anafanya nini. Na vijana wenyewe basi wanakaa tu, hana cha kufanya. Jamani, hata kufagia nyumba, hata kufuta mavumbi nyumbani, hata basi kwenda kutembea. Basi nenda kanisani. Nenda kanisani, nenda kaabudu. Baadaye kukaa tu na waya ovyo pia. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya mbinu za kumsaidia kijana huyu ili asiingie kwenye kishawishi cha madawa au dawa za kulevya. Haya, basi mtazamaji, bila shaka baba, asante katika hilo. Maana umetukumbusha vitu vingi, na tukitazama sasa hivi ulimwengu tunavyokwenda, kwa kweli tunapunguza kwanza nguvu kazi ya kanisa, lakini pia tunapunguza nguvu kazi ya taifa. Nani atakuwa kiongozi kama wewe una kuanzia asubuhi mpaka jioni ndio uko na dawa za kulevya? Hebu tutazame sasa kwenye ujumbe fupi watu ambao wametuandikia. Wewe unasema nimebarikiwa na kipindi nikiwa Mara. Ni kweli dawa za kulevya ni mbaya, kama tunaona katika maandiko wa Korinto wa kwanza sura ya 3 aya ile ya 19. Miili yetu ni hekalu, na vile vile tupa maandiko. Mithali sura ya 20 aya ya kwanza anasema mvinyo hudhihaki na huleta ugomvi. Wa Korinto wa kwanza pia tena 6:9-10 anasema tena Mithali 23:29-33. Habakuki, sio Gabakuki. Ni sura ile ya 2 aya 15, na ule na wa Korinto wa kwanza tena sura ya 15 aya 33 anasema mbarikiwe kwa hekalu tunaharibu hata kwa vyakula. Anawaomba watazamaji wasome haya maandiko ambayo ametaja. Na maandiko mengine yanatuambia kwamba watu wangu sio wanaangamia, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio kuangamia, unaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini ukiwa na maarifa basi utaweza kujinusuru. Huyu anasema vijana wapewe elimu kuhusu madhara ya dawa za kulevya, na pia serikali waweke mikakati kuhusu vijana hao. By Maarifa Patrick. Anatupa mbinu hapa jinsi ya kufanya. Labda serikali kwa kweli inapambana na tayari ipo taasisi inashughulikia mambo haya. Lakini sisi wa Kristo wa Katoliki, maana yake wa Katoliki ni wengi na tuko serikalini wengi na tuko kwenye taasisi hizo nyingi tu wa Kristo. Kwa hiyo tuna wajibu kuanzia ngazi ya familia kuweza kuangalia vijana wetu, ngazi ya jumuiya kuweza kuangalia vijana wetu, ngazi ya parokia, ngazi ya mtaa, ngazi ya kanda, ngazi ya dekania kuweza kuangalia vijana wetu. Tunaweza tukawasaidia pia baada ya kuacha tu pia. Huyo anauliza swali, lakini kwanza anasema analaumu wazazi ambao wanaoingiza watoto wao katika tabia na maadili yasiyofaa, mfano kutukana na vitu kama hivyo. Na anasema je, hao watu mnawasaidiaje? Ni wajibu, kanisa linaendelea kulea dhamiri, na tunawakumbusha kwamba kama Mkristo tunza maadili. Tunza maadili. Ndio tunaongea mada mbili, imani na maadili. Kisha kuwa na imani vizuri, hata maadili utayatunza vizuri.
Lakini pia hata watoto wako utawatunza vizuri. Wapo wazazi ambao hajali watoto wanavyoishi, wanavyoenenda, yani hajali tu. Yani yupo kama hayupo. Vitoto vinajilea kama vinajilea wenyewe kama vikuku vya kienyeji. Hapana, ni wajibu wako kuwafundisha watoto maadili, kuwafundisha watoto imani. Kwa mfano, salamu kwa wakubwa, watoto wapeleke wakafahamu ndugu zao, watoto wavae vizuri, watoto nimeona kuna baadhi ya vijana yani amevaa t-shirt hivyo mbana utafikiri mtoto wa kike. Naona. Haya, unaweza kukuta naye mtoto wa kike amevaa suruali ndindindi mpaka wanasema Yesu wangu. Au gauni ile alilivaa mpaka wanasema Mungu wangu. Au kijana amevaa suruali katakei inaninginia hapo wanasema Mungu tusaidie. Na wazazi hawasemi. Hawasemi. Sasa ni wajibu wetu wazazi kusimamia malezi kwa ajili ya watoto. Na malezi ya watoto yanaanzia katika udogo pia. Huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Waseme pia anatoka parokia gani, jimbo gani, hata na paroko wake pia. Aha. Huyu anasema mimi naitwa Angelina kutoka Jimbo Katoliki Dar es Salaam, niko Kigamboni. Baba, asante kwa mafundisho hayo. Je, sisi wanajumuiya tutafanyaje ili kuelimisha? Elimu ndio kama hii, ukiita taasisi. Kwa mfano mimi naongea hapa, mkurugenzi utumwa wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kama unafikiri kwamba jumuiya yako inataka ipewe elimu hii, wapo watamu tunakuletea. Wewe utachukua namba yangu ya simu, nitafute mkurugenzi utumwa wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, piga simu, tuwasiliane, ili basi ongea na paroko, wataalamu wao tutawaita. Kuna taasisi kabisa hapa Tanzania ipo inashughulikia haya pia. Kwa hiyo watakuja, watawafundisha na basi mambo yataweza kwenda vizuri. Haya, labda tusome ujumbe mmoja au mbili tukamilishe kipindi chetu siku ya leo, na wakati huo basi baba utawapatia nambari ile ambayo wale ambao wanataka kupata msaada huo kupelekewa hiyo elimu. Hongera sana Baba Padri, nimejifunza somo zuri kutoka kwako, Mungu akubariki. Basi niseme tu, hebu huyu anasema nini? Kwa kweli mbarikiwe sana watumishi kwa Mungu kwa mafundisho mazuri. Neno la Mungu by Musa Ntungadei kutoka Singida. Shukrani kutoka hapo Singida. Baba, basi nadhani tuwatajie hiyo nambari ambao wanapenda kupata elimu kuhusu. Niseme tu nambari yangu ya simu, maana sasa ni ofisi, 0787 188 501. Narudia tena, ni 0787 188 501. Utanipigia, unaniandikia message kwamba tunahitaji, lakini pia wasiliana na paroko wako. Usije tukasema eti tunakuja wakati paroko hana taarifa. Hapana, lazima uwe na taarifa pia, kwa sababu ndio anaangalia eneo hilo. Pengine tumalizie kwa kuona mbinu mbalimbali ambazo zinaweza kukusaidia kiroho, lakini mbinu za kiroho. Lakini tunaangalia muda kwanza, hebu tuone. Nadhani tunaweza dakika kama 3 hivi, sio nyingi sana. Tunaweza tukasema tuahirishe au tutaongea wakati ujao. Leo tumezungumza mawili, bangi pamoja na heroin. Ndio. Wakati ujao tutaongezea hilo lingine. Basi tutaongelea kuhusu viyeyushi, bundi au petroli, na mirungi na cocaine. Haya, basi baba nikukaribishe tuweze kukamilisha kipindi chetu kwa sala. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Basi mtazamaji, hatuna la ziada. Kumbuka tu ulikuwa unatazama kipindi cha Walei Tuzungumze, na mada yetu siku ya leo ni haki, amani, uadilifu wa uumbaji. Nilikuwa pamoja na Padri Vitalis Kasembo. Baba Padri, asante sana. Amina. Basi tunakutakia utazamaji mzuri wa Television Tumaini.